الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, je, Imam Shafi Allah mrehemu alijuzisha kusoma adhkari za pamoja katika kitabu chake Al-Ummu kila baada ya swala za faradhi na kila baada ya rakaa mbili za tarawehi ndani ya Ramadhani kama vile wanavyosoma misikiti mingi hapa kwetu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza, je, Imam Shafi Allah mrehemu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a amejuzisha kusoma adhkari za pamoja kila baada ya swala ya fardhi na kila baada ya swala ya tarawehe kama ambavyo anavyoonekana hayo? Anakusudia kwamba je, amejuzisha jambo hilo katika kitabu chake cha Ummu? Al-Imam Shafi hajajuzisha jambo hilo. Al-Imam Shafi hajajuzisha jambo hilo kwamba kusomwa kila baada ya swala za faradhi pakasomwa adhkari hizo pamoja, au kuletwa adhkari zile kama ambazo zinafanywa katika swala za tarawehe kila baada ya rakaa mbili. Jambo hilo kwa Imam Shafi hapana, isipokuwa kwamba katika madhhabu ya Imam Shafi pananakiliwa kutoka kwa Ash-Shafi'iyya istihbabu hajr al-imam bil adhkar baada as-salah, pendekezo la imam kudhihirisha zile dhikri baada as-salah, mithlu tahlili au takbiri au tasbihi fi hali katika hali ambayo kana al-hadaf ta'lim al-ma'mumin, katika hali ya kuwafundisha wale maamuma. Labda imamu amehamia katika msikiti mpya, anawafundisha watu kuswali, kwa hiyo atawafundisha watu kuswali pamoja na kuwafundisha zile dhikri. Lakini amma al-aslu indahum fahuwa al-israru, ama asili kwa wao hawa watu wa madhehebu ya Kishafi ni kufanya jambo hilo kimya, wala yustahabbu al-jahru biha illa muaqqatan. Asema wala hapa sunishwi wala hapa pendezeshwi kudhihirisha jambo hilo isipokuwa kwa kuwekea wakati lihajati at-ta'lim, kwa haja ya kuwafundisha wale ambao walikuwa wajui. Fa idha ta'allama al-musallun asarra biha al-imam, wale maamuma au wale wenye kuswali wakishakujua kwamba kumbe baada ya swala kuna adhkari hizi na hizi na hizi, basi imamu anatakana kwamba jambo hilo alifanye kwa siri. Lakini hebu angalia, ikiwa kwamba lengo lao ni kuwafundisha watu, je, katika hizo swala za faradhi ambazo watu wanoleta adhkari baada ya swala ya faradhi kwa sauti, sijui ufundishaji huo wa miaka mingapi na sijui jambo hilo la siku ngapi. Kwa hiyo al-asli jambo hilo katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusoma kwa siri adhkari za baada ya swala faradhi. Ama kuhusiana na dhikri za kila baada ya swala rakaa mbili za swala tarawih, tushasema kwamba jambo hilo ni jambo ambalo kwa zushi, jambo ambalo lilikuwa halijapokelewa. Kwa hiyo Muislamu anatakana kwamba ajiepushe nalo, na tukasema kwamba kila baada ya swala ya tarawih, kwamba ikiwa kwamba zile baada ya rakaa 4 za tarawih kuna mapumziko, labda wewe mwenyewe ukaamua kumtaja Allah kimya kimya au usome Qur'ani, jambo hilo hakuna ubaya. Lakini zile adhkari za pamoja zinazoletwa, kwanza ni adhkari ambazo kwa zimezushwa, kadhalika vile vile kuleta kwa pamoja kule ni jambo ambalo lilikuwa halipo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.